Kutafutie mtu acheze muziki dawa sijui ya nini hiyo dawa ndiposa mwingine anamwambia hapana, nimeona kijana mzuri, kijana ambaye anacheza hii kitu kwa ustadi, kijana ambaye anaweza cheza muziki na utasikia vizuri. Haleluya. Sika nungo. Okay. So Saul said to his servants, provide for me a man who can play well and bring him to me. Okay, wacha tutoke hapo. Now, there are some things ambazo nataka tujifundishe katika maandiko haya. Number 1, God is faithful all the times. God is faithful all the times. Mungu ni mwaminifu katika kila saa, kila wakati. Mungu ni mwaminifu. And when God calls us, we have to hearken his voice. We have to hearken unto him. Hallelujah. Nilikuwa nishapeana maana hiyo. Nirudia wanafunzi. Hearken. Okay, kuna listen to the voice of God. Wakati Yesu anabatizwa, kuna vitu vitatu vinafanyika. Students, good students, what happens? 1. Hallelujah, hallelujah. Yeah. Bishop Safari, diocese. Wanafunzi wako. Sasa, what happens? 1. Mbingu inafunguka. Asante. Number 1, mbingu inafanya nini? Mbingu inafunguka. Number 2. Ishara ya mwana ya njiwa. Njiwa anashuka kwa ishara ya Roho. Thank you. And then there is the third thing. A voice ambayo inatoka mbinguni. Inasemaje? Inasemaje? Mtu wako na Kiingereza, nataka tusikie. Okay, kabla wasome. Inasemaje? Listen to him. Thank you. Kuna Biblia tofauti. Amri yako inasemaje? Ni Matthew 3 hapo. Wakati Yesu anabatizwa. Hii imeshuka saa hii, iko kwa my notes. Na wakati kama imekuja lazima tupitie, si ndio? Sio tupitie, tusome. Wanafunzi. Anzia 3 hapo. Sikia hii. And a voice from heaven said, "This is my son, whom I love. With him I am well pleased." Hiyo ijasema hiyo kitu nataka. Sawa, hiyo ni nakala tofauti, sawa? Umepata? 17. The same one third. Yeah. The same. The same. And suddenly a voice came from heaven saying, "This is my beloved son, in whom I am well pleased." And the next. Hakuna next. Okay. Nenda kwa Mariko. Zingine zinasema listen. Thank you. Okay, thank you. Asante, wewe ni mwanafunzi mzuri. Hearken. Wacha to explain hearken. We are doing teachings, huh? Hearken is an English word ambayo kwamba inamaanisha okay, kuna listen unasikiza. Baada ya kulisikiza inafaa ufanye nini? So hearken inamaanisha you listen and then you do. You act. You act upon to thank you. You act upon to what you have heard. Hallelujah. But listen, unaweza sikiza tu na ukae. Sasa umekaa tu. Ulenge tu. So hearken iko na uzito kiasi. Hearken. H-E-A-R-K-E-N. Hearken unto him. So nimesema number 1, God is faithful all the times. When God calls us and we hearken unto him, what happens? He causes situations for our elevation. Tunainuliwa kutoka kiwango hadi kingine. Bwana asifiwe sana. So if God is faithful all the times, because ananyesha mvua kwa ambao wale wazuri na wale
mabaya. So kama yeye ni wa rehema namna hiyo, who are you? So we have to hearken to his voice. We listen, tusikie, and we act upon to what we have heard. Bwana asifiwe sana. So he push us. He causes the situations for our elevation to the next level and people to market us. Why am I saying this? Baada ya mfalme kukuwa na roho mbaya kutoka kwa Mungu, watu wake wanasema tunamjua kijana mmoja, kijana wa mzee Benjamite, ambaye kwamba ni kijana wa Jesse na anajua kucheza hii kitu kwa ustadi. Watu wanasema nini kuhusu wewe? Bwana sifiwe. That is my point. If you are growing in God and God is faithful all the times to you and to the other person, so kama umesikiza yale Mungu anasema, people will say good about you. Bwana sifiwe. And you will be growing well in God. Bwana sifiwe. Tunakuwa vizuri katika Mungu. Bwana sifiwe sana. Hallelujah. Now, another point. Before that, David faithfully served God before and after. After being anointed, Daudi aliserve Mungu. Kumbuka alikuwa anachunga kondoo. Mnakumbuka? Na alipokuwa anachunga kondoo, haya ni mambo ya kiroho yalikuwa yanafanyika. Bwana asifiwe sana. And God was preparing David for a greater job. Not that of shepherding the sheep, physically sheep, but shepherding the country of what? Israel. And remember, Israel is God's people. Hallelujah. So katika ile hali, na ndiposa nikasema hii juice ndiposa ikaweze kuwa juice, kuna mahali imepitia na imefinywa vizuri, na ndiposa ikatoa maji ni matamu. Tunapokunywa tunasikia tamu sana. Hallelujah. Now, so David alipitia mambo kadha wa kadha. Anapokuwa kule akichunga kondoo, kuna mambo alipitia. Anakutana na dubu, anararua, anakutana na lion, na anachukua kondoo ya baba. Na this comes to you, viongozi, watu ambao wanachunga watu wa Mungu. Wakati kwamba unaona adui ananyemelea the business of God. Unajua the business of God here is to make the kingdom expand. Bwana sifiwe sana. And if adui anataka kuje achukue kondoo moja kutoka katika the kingdom of God, we have to be very tukue watu ambao kwamba tunafanya kama Daudi. Anaenda anashika simba na rarua. Why? Because kondoo anaiba ama anachukua, not kondoo, lion anachukua kondoo wa baba yake. Bwana sifiwe sana. Hallelujah. So that's why nimesema David faithfully served God before and after and after being anointed as king of Israel. He fed, cared and protected his father's sheep wholeheartedly. Hakuwa na kinyongo ndani ya moyo wake ati kwamba hii ni ya baba, hii kama ni ya baba ni ya baba. Take care. Na most of the time hata physically hapa mimi huona pastor anakutana na Paul amevunja kitu hapa, huyu kijana huyu anamletea shida, najua baba anafanya kazi nzuri. Why? Because asipomletea shida, kesho hii ingine Sasha hatakuwa hatakuwa safe. Wewe sikiza mimi vizuri. Asipomletea shida Sasha atakuwa safe. Ai, wewe unafikiria Banisi atakuwa safe? Hawezi. So lazima alete shida. Paul, wewe, kuna kijana mwingine anaitwa Frank. Wewe nini hapa kumeendaje? Umeingia saa ngapi? Mimi kwangu saa 12:30. Gloria akipatikana nje ajue ni kubaya. So what am I trying to say? Kwamba we have to take care of what God has bestowed on us. Hallelujah. Maybe if it was somebody in our generation, sahi angeuliza maswali. Wewe unafikiri huyu mtu angeuliza swali gani? Ati ameenda kuchunga kondoo, angeuliza swali gani? Na
Nakumbuka wakati anachunga kondoo, this man is anointed. Alianointiwa kitambo kule. Alianointiwa wakati anachunga kondoo at the age of 13, 14, 15 years span. Ati kamesalia kadogo, kameenda kuchunga nini? Anaanointiwa wakati huo. Na anakaa hii period yote mpaka wakati this man anakataliwa na Mungu. So, this is what I'm saying. In our generation right now, our modern life, sahi, wewe sasa ni Daudi, ulianointiwa miaka ya 15. Sijui nini na nikujia kwa akili hii. Okay, msinichukue vibaya. Wewe ni deputy president. Wewe unafikiria nini? Wewe ni deputy? Ukiwa deputy president inamaanisha kuna nani yako juu yako? Sasa mnafikiria nini? So if president ako juu yako na wewe uko chini ya, wacha nitoke huko. Wewe ni mume na uko na mke. Ama nirudi huko? Nafikiria wewe ni mume uko na mke, si ndio? So mke huyu yeye ndio deputy. Sasa nimekuja vizuri. So wakati ni deputy, haifai ajaribu kukuoutshine. Hapana. Aonekane sasa yeye ndio Victor, deputy vice president wa Tanzania anaitwaje? Anakagua miradi. Victor maybe amezaliwa jana. Acha tusi. Mtu wa Mungu, deputy wa Tanzania anaitwa? Hayuko kwa history. Hawana deputy. Sasa wewe ni mke wa Madegwa, lakini unataka sasa wewe sasa ndio Madegwa. Uko Turukana, uko Kimwarer, uko Weston. Sasa wewe unaitwanga nani sasa? You are the deputy president. You are not the president. Hallelujah. Toka huko. Sasa umejenga Isaac. Nimesema David was anointed at an early stage, but aliendelea kuserve katika hiyo anointing akiwa mtulivu, akiwa mnyenyekevu, all-heartedly. Na ndipo nikauliza, if you were that David of this generation, which question will you ask? Umeambiwa inachunga kondoo. This is what you will say. Was I anointed to take over the palace or to take over the wilderness? That is the question you will ask. David huyu aliuliza hivyo. Aliuliza hivyo kazini. Mtu wa Mungu. Nimekupata, kubali tu. Asante. So we are trying to make a point here. So in this generation tutajiuliza maswali mingi, but to David hakujiuliza maswali. He continued serving God before. First Peter chapter 5. Hii uzuri ya kuwa na wasomi kwa nyumba ni hii. Mtu wa Mungu siko hapo. Anasema hivi, humble yourself therefore under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time. Basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake. Praise God. Nyenyekea. Humble yourself. Ongeza hiyo verse kwa notes zako. Umesema First Peter chapter? Hata mimi nitaongeza. Thank you. Thank you very much. Humble yourself. So David humbled himself mpaka wakati ufike. Hallelujah. Ukijinyenyekesha utainuliwa. Ukijiinua simseme utashushwa kwa wakati wako. Mnataka mimi niseme ndio mseme? Tunasema Madegu alisema, wewe. David, a man after God's own heart, knew that godly humbling brings exaltation, and that's what Pastor is saying. First Peter chapter 5. So
ukijinyenyekesha utainuliwa. Daudi aliinuliwa kwa sababu ya kujinyenyekesha, na ndiposa Mungu akiwa pale mbinguni ameketi anaangalia, anasema this is a man after my heart. Hallelujah. Daudi hakuwa anasonga hatua 10 ama 3 kama hajaomba msamaha, because this life we are living on. Usiniambie niliokoka miaka ya tene. No, don't tell me niliokoka miaka ya 19 oshekenye. Don't tell me that. What you have to tell me, you are supposed to tell me I am repenting day by day, kila siku. Maana haya macho tunapotembea macho haya yanaona vitu vingi sana ambavyo havimfurahishi Mungu. Mikono hizi zinashika vitu ambavyo havimfurahishi Mungu. Hallelujah. Fikira zetu zinafikiria mambo kwamba ambayo hayamfurahishi Mungu. So lazima tuwe tunatubu kila wakati, kila kuchao. And that's exactly what David was doing. David was humbling himself. David alikuwa akijua ametenda jambo ambalo halimfurahishi Mungu. Alikuwa anaitisha na Ivera. Anasema Abiathari niletee na Ivera. Akishaletea na Ivera anaenda kwa kona anasema, Baba unisamehe mimi ambaye kwamba nimetembea vibaya. Usiombe kama ule mtu nilisikia pastor akisema hapa ati sijui abana imbira sijui sina nguvu kwa. Usiombe hivyo watu wa Mungu. Hallelujah. So ninapomalizia, David performed his duties well while in the wilderness and exercised his gifts well to perfect his calling. Alifanya kazi zake vizuri akiwa kwenye jangwa, na ndiposa akainuliwa. Bwana asifiwe sana. So Daudi alikuwa ana grow in God day by day. Why? Because he was hearkening to the voice of God. Bwana asifiwe sana. So when God tormented Saul with an evil spirit, this young man gave Saul all qualities and qualifications of David. And that's why I asked, nikauliza, wewe watu wanasema nini kuhusu wewe? So lazima kwamba ukaweze kuishi maisha ambayo inafurahisha watu, ambayo inafurahisha Mungu, ambayo inafurahisha Mungu, ili wakati unatembea manukato yakitoka nyuma, wewe ni barua. Neno linasema sisi ni barua tunasomeka. So unapotembea, wamama wasiseme fungeni milango anakuja. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Ati hii njia mkiona madego akikuja, torokeni. We are letters, we are being read by people ambao hawamjui Mungu, tunasomwa. So tukiishi maisha kama na haya, tutakuwa kwamba tuna undergo God's maturing process, and at the end of the day tutakuwa wafalme. Bwana sifiwe sana. Remember the Bible says in the book of is it 1 Peter or 2 Peter chapter 2 verse 9 kwamba sisi ni uzao mteule. Watu ambao ni uzao mteule so watu wanaishi maisha kama ya Sauli. Watu ambao ni wa uzao mteule so watu ambao kwamba wanafanya makosa, wakishaambiwa makosa yao wanakasirika. Bwana sifiwe. Hao sio watu ambao kwamba wakirekebishwa next Sunday ya kuji church. Bwana sifiwe. Hao sio watu ambao kwamba wakiambiwa usifanye hili anazunguka anaangalia pastor ako wapi, akisonga hivi anatenda the same thing. Bwana sifiwe. And because Sauli Mungu alimkataa. Why? Because alikuwa ametenda makosa. Aliposonga tena chapter 15 anajipata ndani ya makosa. Why? He was not hearkening to the voice of God. And if you were hearkening to the voice of God, my brother, my sister, you will be growing in God's maturity process. Bwana sifiwe sana. So watu wa ukuhani mkuu, watu walioitwa kutoka giza, watu wa Mungu, mimi siwezi kudanganya nilikunywa pombe, lakini I was singing in a band inaitwa Mukangala. And when I was singing in a band inaitwa Mukangala, I was saying a lot of things because tulikuwa tunaimba Mukangala ule hota na ule musumba naomba Mukangala. But I came to understand and knew when I came here, niliingilia katika mlango ilikuwa somewhere hapa. Nikakaa pale kwa kona na koti nyingine mrefu chini, na nilikuwa nimenyoa nywele inakaa kipanga na mwana hivi. Nilipokaa pale nikasikia injili. Kulikuwa mtu hapa alikuwa anaitwa Ken, alikuwa anararua injili.
Na by the way, huyo mtu alikuwa anatumiwa na Mungu. So niliposikia hii injili nikasema tena nitarudi nini kuimba mukangaluli khutsanuli musumba nomba mukanga. I have to say, Jesus, I love you. I have to say, God, I'm growing unto you. I have to say, mimi ni uzao mteule. Bwana sifiwe. Hallelujah. Watu wa uzao ambao mzao mteule, watu wa ukuhani mkuu, watu walioitwa kutoka giza. Mimi niliitwa kutoka giza, nilipokuja katika mwanga, ninaitangaza mwanga wa Yesu. Bwana asifiwe sana. Watu wa milki ya Mungu. Mtu wa milki ya Mungu anafanana kama vile Daudi alikuwa anafanana. I am taking to be a typology of Jesus Christ. Why Daudi alikuwa able kusacrifice maisha yake ni kwa sababu ya kondoo ya baba yake. And vivyo hivyo Yesu Kristo alisacrifice maisha yake kuleta glory, kuleta utukufu wa Mungu ambao ulikuwa umepotea pale Genesis, ambao Adamu alipoteza. Mungu alikuwa anataka kurejesha that relationship. Na wakati Bwana anataka kurejesha that relationship, Jesus came so that you and I can be back to God. Can be back to God in a relationship ambayo kwamba inampendeza Mungu. Bwana asifiwe sana. So watu wa Mungu, we hearken to the voice of God. We will be growing and undergoing a process of God's maturity. Bwana asifiwe sana. Haijaisha, tutamalizia siku nyingine. Mungu akipenda tutamalizia siku nyingine, because naona muda umekataa. Ni saa 5:10. Praise and worship. Napenda ni kuabudu Bwana, siku zote ni kuabudu.